Kutoka Randanayi hadi Namalulu ni safari ndefu yenye ukimya wa pori, upepo wa nyika na mandhari zilizobeba simulizi za maisha ya watu wanaoishi mbali na maeneo ya mji. Nilisafiri kwa usafiri wa bodaboda kwa umbali wa takriban kilomita 42, nikikatiza katikati ya mapori yenye wanyamapori kuelekea kijiji cha Namalulu kilichopo wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara, kwa lengo la kuwafahamisha watazamaji wetu kile kinachoendelea katika eneo hili la pembezoni mwa NETC. Eneo hili nimeingia mnamo mwezi wa 7 mwaka 2021 baada ya kuchaguliwa na serikali kwamba nije kuhudumu katika eneo hili. Kipindi nafika katika eneo hili hapakuwa na watu ambao wanaabudu katika siku ya Sabato. Kaskazini, kijiji hiki kinapakana na Randanayi kwa umbali wa kilomita 42, huku upande wa mashariki kikielekea Olukesumenti kwa takriban kilomita 30. Ni kijiji kilichozungukwa na mazingira ya asili, lakini ndani yake kimebeba watu wenye mioyo ya imani na matumaini makubwa. Nikawapa neno kwenye Biblia, nikawaambia nipelekeni hili neno mchungaji, wakapeleka. Mara ya pili wakaja wamama tena wazee wa kanisa, na wenyewe nikawapa neno hilo hilo. Kwanza nikatoa Biblia nikawaambia hebu someni hapa. Namalulu ina wakazi wapatao 10,000. Hata hivyo, kati ya wakazi hao wote Waadventista wa Sabato waliopo ni waumini 10 pekee, idadi ndogo lakini yenye imani kubwa inayong'aa katikati ya changamoto nyingi. Katika kijiji hiki tunapata nafasi ya kusikia historia ya kipekee ya bibi mwenye umri wa miaka 84 aliyepokea Injili katika eneo hili. Kwa jina naitwa Nguna Asumani, nikaaji wa Namalulu. Nikaaja hapa Namalulu, nikaingia kanisa la Pentekosti, alafu nikaaja Kilakuni. Kwanza nilikuwa Mlutherani, nikaaja Pentekosti, nikawa Kilakuni. Kuingia Kilakuni ni hawa Lutherani ambao wanasema wakata shauri, lakini walizigawa wakawa wanajibatiza kwa ubatizo wa Yohana wa Yesu wa maji mengi. Basi ndio nikakaa pale karibu ya miaka kama 4 hivi 5. Nikaona malezi yao sio mazuri, na katika tu namna fulani amri tu nikaona haiendwani. Kwa kuwa sisi na mimi kwa kuwa na uzee na jua, lakini kusoma tangia udogo, nikaona mbona hapa, nikalipokuja Sabato nikaona mbona tofauti. Wakati walileta tu mkutano hapa, wanabatiza mkutano hapa petu hapa madukani, nikaenda msikilizaji. Nimesikiliza siku 2, na masaa ya jioni ilikuwa wameweka kambi hapa Apulenje hapa. Basi tukawa kama wapeleka kuni, maana mahubiri nayasikiliza, nikaona mbona tofauti. Kafika Jumamosi naenda jioni nasikiliza pale, waliweka kambi pale. Siku ya Jumapili naenda kanisani nikisikiliza, wakasema mbona ulikuwa unaenda huko unafanya nini huko? Akasema si neno tu, sikusikiliza neno. Kama mimi nimeshaona kitu. Ndio hapo nikaondoka huko. Kwanza nilipokuwa kule niliugua, nilivimba hapa jino ili nikavimba, hakuna mtu wa kuja kunitazama, hakuna paka miezi 2. Mpaka wakatuma watu kuja kuniangalia, nikawapa maneno kwa mwambieni mchungaji hivi na hivi. Basi ndio kimoja nikatoka mimi nikawa hivi ni mtu wa Sabato. Injili nilipokea wakati nilipokwenda pale Sabato, nikayaona maelezo ya pale ni tofauti na huko. Sasa na huko tena wakati niko mgonjwa hawanioni mpaka miezi 2. Wakatuma watu kuja kuniangalia, wazee wa kanisa wameambiwa na mchungaji. Sasa mbona hayo mama alikuwa mhudumu hapa, wenzio hawa sio kutegemea, imekuwaje? Nikawapa neno kwenye Biblia pale, nikawaambia nipelekeni hili neno mchungaji,
wakapeleka. Mara ya pili wakaja wamama tena, wazee wa kanisa, na wenyewe nikawapa neno hilo hilo. Kwanza nikatoa Biblia nikawaambia, hebu someni hapa. Wakasoma, nikamwambia mmesoma, lakini mpelekeni basi mchungaji, maana naye ilianzia kwamba kichwa chake yani na kondoo 10 na moja inaondoka, utaki kuifuatilia, narizika na hao na alikuwa na kondoo ilikuwa inavunja mguu, hamtaki kuifunga. Jino hilo nililovimba huko hamkunitibu, mpaka watu tu hivyo wakanisaidia, likaenda likatolewa jino, ndio kutoka huko kimoja Sabato ilichonisaidia. Walikuja wakaangalia hiyo nyumba ilipoanguka, wakaipiga picha, wakasema hii nyumba utaangukiwa. Basi wakatafuta watu waibomoe, wakabomolewa nyumba. Basi Sabato yenyewe ikasema ujenge hii, ndio wakaja kunipa hela nikaja kujenga hii. Wakatoa hela za miti, wakatoa na za fito pamoja na wafundi. Basi wakasema tutakuja baadaye, basi ufanye nini huko ndani, usakafiwe. Ikapimwa, mara huko utaweka kitanda, mara niingie Sabato. Huduma yao ni nzuri. Changamoto yenyewe tunahitaji sasa hapa, kanisa ya kusalia hamna kanisa ya kusalia. Hata nje watu wengi wanahitaji, lakini wanaogopa kuondoka kwingineo waje, kwa sababu pa kusalia hamna. Wanasema labda tukiondoka, hawataki hata hawajenge hata kanisa, tutakuwa watu wazi tu hivi. Wanje leo hapa ninapokaa mwenyewe alikubali sana hapa tangia mwanzo kabisa, maana waliniambia kama una nyumba hii inaanguka, tafuta uwanja tukujengee. Basi ikaonekana mimi kuondoka niende pote tena ni vigumu. Uwanja mwenye nyumba hii aliyenipa akasema kama mnataka uwanja nitakukatia ujengewe hapa. Basi na vile wakasema tukasema na kanisa tunataka uwanja, na wakasema hata mkikubali hata uwanja mimi nawapa tu hapo pote, tukibaliana bei. Basi kama watakujengea wakujengee, kama kanisa mjenge hapa lote na wapa. Anazungumza yule mama. Huyu mwenye uwanja akasema mimi wakinipa milioni 4 na waachia chote tu pamoja na nyumba yake. Nyumba hii basi ambayo ilianguka. Ukubwa alipima huyu hii mchungaji Ayubu, alipima kuanzia mwanzo kule mpaka mwisho kule kwenye miti ile mikubwa kule, na upana wake mwisho wake hapa ni hivi. Alipima yeye, sijui basi kiasi gani. Baada Ayubu kupima, Ayubu alipopima huo uwanja akapata kama ni heka 1. Kwa kuwa kanisa la Sabato hapa Simanjiro lina miradi mingi, mimi naomba kama kuna mtu atusaidie tupate uwanja, na mimi nitapata mahali pa kuabudia. Naomba kila mtu mwenye mapenzi mema akiguswa kutusaidia. Bibi huyu ni ushuhuda wa nguvu ya Mungu na bidii ya maisha. Licha ya umri wake mkubwa, bado ana nguvu ya kufanya kazi za kilimo katika shamba lake linalozunguka nyumba yake. Mungu ananisaidia, naamka asubuhi, unalima saa 3, saa 4, saa 5 na 6 unaondoka. Kama kimbuli nalima tu sehemu hii yote kwa siku moja, kesho narudi hivi, kesho ingine hivi, kesho ingine pengine kule chini kule. Nalima tena mkono, na nalima kuna kona fulani tena kule heka ya mtu pale, nikaenda na mkono. Hata za watu tu hivi akasema kwa kuwa tujaweka msingi kama hii. Nalima hata hivi nimepalilia tu pamoja na kizofu kangu. Kama maeneo haya ambazo nilikuwa nakata sehemu za huku ndio. Watu walipalilia hivi. Hivyo. Nilitembelea shamba la bibi ambalo limekuwa sehemu ya maisha yake ya kila siku. Kwa upendo mkubwa, bibi huyu alitupatia mahindi kutoka shambani kwake. Moto tulipepea na kuchoma mahindi yenye mbolea ya asili. Mahindi haya yalikuwa matamu sana, lakini zaidi ya yote tulionja upendo, ukarimu na moyo wa imani uliopo ndani yake. Hii inathibitisha kwamba upendo wa huyu bibi ni imani tosha ya kuwa bibi huyu ni msafiri halisi wa mbinguni. Kwa majina naitwa Godlizen Gadiel Mbwambo,
ni mkazi wa kijiji cha Namalulu, lakini pia ni daktari katika eneo hili. Eneo hili nimeingia mnamo mwezi wa 7 mwaka 2021 baada ya kuchaguliwa na serikali kwamba nije kuhudumu katika eneo hili. Kipindi nafika katika eneo hili hapakuwa na watu ambao wanaabudu katika siku ya Sabato, lakini kwa kushirikiana na kanisa mama ambao nilitoka kule, tukaamua kwamba tuanze kufanya ibada hiyo, na tulianza kufanya vipindi hivyo katika eneo la shule, na baada ya hapo tukaendelea kupata watu ambao kwa wanakuja, wengine wanaondoka, wengine wanakuja, mpaka hapa ambapo tumefikia sasa hivi tuko kama takribani watu 7. Kipindi ambacho kwa ni kigumu kidogo, maana watu walikuwa hawaelewi eneo letu likoje, au walikuwa hawaelewi kwamba Sabato ni kitu gani, lakini kwa namna moja ama nyingine tayari wameanza kujua kwamba kuna Sabato, na watu pia wanajua kwamba ni kitu gani wanapaswa kufanya katika siku ya Sabato. Kwa hiyo bado ni eneo ambalo linahitaji jitihada kubwa, lakini pia linahitaji vitu vingi kwa ajili ya kuboresha na kufanya kwamba ionekane kwamba kweli dini au dhehebu hilo lipo. Na pia katika swala zima la washiriki bado ni wachache, tuseme washiriki bado ni kidogo mno, kulingana na kwamba bado watu wengi hawajaelewa, lakini pia kulingana na kwamba eneo hamna ambalo ni rasmi la kusali, hivyo inakuwa changamoto kwa kupata wale waumini ambao ni wapya. Na pia kwa sasa mpaka toka tumeanza kuhudumu tumekuwa tukisali katika eneo la shule, tuliomba eneo la darasa, tumekuwa tunasali hapo. Kwa hiyo miaka yote toka 2021 mpaka sasa hivi tumetumia kama eneo letu la kufanyia ibada, na huwa tunakutana hapo, na imekuwa ni eneo ambalo linawavuta wengine wanabatizwa, japo pia tunahitaji msaada zaidi kwa ajili ya kupata eneo kwa ajili ya kununua kabisa au kupatiwa na kijiji kwa ajili ya kujenga kanisa. Ni matumaini yangu kwamba kanisa likijengwa au tukua na eneo ambalo ni la kuabudia ambalo kabisa linajulikana rasmi kwamba ni la kanisa la Waadventista wa Sabato, basi shughuli ya utume itakuwa ni nyepesi na watu watahubiriwa na watu watajua kwamba kuna hilo kanisa. Nyuma ya tabasamu lao kuna changamoto nzito zinazowakabili waumini hawa wachache wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa muda mrefu wamekuwa hawana sehemu rasmi ya kuabudia. Kila Sabato hulazimika kukusanyika katika darasa moja la shule walilopewa kwa ruhusa maalum ili kufanya ibada zao. Changamoto kubwa ambayo inatukabili katika kijiji chetu, hasa kwa upande wa masuala ya ibada, ni eneo la kuabudia. Tunasali shuleni, sehemu ambapo pia unakuta ni weekend, wanafunzi pia bado wanakuja. Kwa muda mwingine utulivu unakosekana katika huduma nzima ya ibada. Lakini pia unaweza kuona ni eneo ambalo sio rafiki sana pale endapo washiriki watakuwa ni wengi. Katika upande wa ibada itakuwa haina mvuto au itakuwa inakosa mazingira ambayo yanakuwa ni ya salama. Kwa hiyo changamoto kubwa yetu tulionayo sana ni sehemu ya kuabudia. Hiyo ndio changamoto yetu kubwa, na hiyo ndio ambayo inahitaji utatuzi wa haraka. Maana utakutana na washiriki wengine pia wanakubali kushiriki na sisi, lakini mtu anakuambia kwamba kutoka katika kanisa langu afu nikasali shuleni siwezi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni kitu kimoja hapo ambacho kinaweza ikafanya kwa namna moja ama nyingine tukakosa washiriki ambao wanaweza wakawa wako tayari kuungana na kanisa. Kwa hiyo changamoto kubwa sana ambayo tunaizungumzia sana ni eneo la kusali, na likipatikana eneo tuna imani kwamba washiriki ni wengi na watakuja wengi sana, na tutapata watu wengi ambao watakuwa wanashiriki pamoja na sisi. Maana hata wainjilisti ambao wamepita wakati wanazunguka, hata mwinjilisti aliyoko hapa na imani pia anakutana na hiyo changamoto na swali la namna hiyo kwamba tutasali wapi. Lakini hiyo ikitatuliwa kwamba tukipata eneo, na imani tutakuwa tumevuka ambalo ndio changamoto kubwa na ndio mtego mkubwa ambao uliopo kwa sasa. Kwa hiyo tukiukamilisha huo, tutakuwa na eneo ambalo ni zuri la kuabudia, tukasema kwamba ile eneo ina maana hata tu eneo lenyewe litakuwa limejitangaza. Pamoja na jengo likiwepo hapo, ina maana pia jengo litakuwa linajitangaza. Hata wageni watakapokuwa wanakuja itakuwa ni rahisi, akisema mimi ni Mwadventista wa Sabato, basi atakuwa anaelekezwa kwamba nenda sehemu fulani, maana pale pana jengo. Kwa hiyo
Ombi letu kubwa ni kupatiwa tu eneo tutakaloweza kwa ajili ya kuabudia, ambayo tukipata maeneo tuna imani hapo ni swala tu la hela, ikiwepo basi kila kitu kinakamilika. Kwa hiyo changamoto hiyo inawezekana kutatulika. Jitihada zimefanyika nyingi sana. Moja ya jitihada ambazo zilifanyika ni kutuma barua katika uongozi wa kijiji kwa ajili ya kuomba eneo kwa ajili ya kuabudia, na ilipokelewa. Na barua hii ilitumwa mnamo mwaka 2022. Ilipokelewa, lakini mpaka leo bado hatujapewa eneo au hatujapata eneo ambalo linatolewa na kijiji kwa ajili ya kupata jengo kwa ajili ya ibada. Lakini pia jitihada za mtu binafsi zimefanyika za kutafuta maeneo, na maeneo kweli yanapatikana, na si chini ya mara moja au mara mbili nimeitwa na watu tofauti wakisema wana maeneo, lakini tunashindwa kuongea nao sababu hatuna fedha ambayo itafanya kwamba tuweze kujadiliana bei ikoje. Maana unaweza kuongea na mtu akakubali bei alafu hauna fedha. Kwa hiyo jitihada zimeshafanyika nyingi, na tuna imani kwamba kama ni hela ikipatikana, kiwanja kitapatikana ndani ya muda mfupi sana, maana viwanja ni vingi na ni sisi tu wenyewe kuwa na fedha ambayo itatusaidia kwa ajili ya kufanyaje, kwa ajili ya kuchukua viwanja hivyo au kwa ajili ya kuchukua kiwanja hicho. Kwa hiyo jitihada zilizofanyika ni hizo, kwamba tumetuma barua kwenye uongozi wa kijiji, lakini bado pia tunaendelea kukumbushia. Lakini ishu kubwa ni hela ambayo hatuna, ambayo ikipatikana hiyo hela na imani maeneo yanapatikana kwa urahisi kabisa. Kwa jumla ya viwanja ambavyo nimeitiwa mpaka sasa hizo, tumeitiwa viwanja bei ya chini ambayo tulikutana nacho. Kuna kimoja tulikutana nacho ambacho tulikuwa tunaenda 2.5 milioni. Kilikuwa kina ukubwa wa kama upana ni nusu eka, urefu ni eka moja. Lakini pia kuna kiwanja kingine tulikutana nacho ambacho tuliambiwa 4 milioni, kilikuwa kina ukubwa kama eka moja na nusu. Lakini pia kuna kiwanja tulikutana nacho ambacho kilikuwa kina ukubwa wa eka 2, kilikuwa kinaenda kwa shilingi 6 milioni. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba kiwanja cha bei ya chini sana kinaweza ikaenda kuanzia 2 milioni, lakini pia hakiwezi kikazidi 6 milioni. Kwa hiyo hapo hela ikipatikana katikati ya hiyo hela hapo, inaonekana tuna uwezekano mkubwa wa kupata tu kiwanja kizuri na ambacho kitakuwa eneo zuri ambalo linafikika kiurahisi, ambayo itakuwa ni rahisi kwa ajili ya kuweka kanisa na kwa ajili ya kuabudu. Kwa hiyo viwanja vinacheza katika bei hiyo kuanzia 2 milioni bei ya chini mpaka 6 milioni ambayo ni bei ya juu. Ingawa wameendelea kuabudu katika mazingira hayo kwa uvumilivu mkubwa, bado hukumbana na changamoto mbalimbali zinazokatiza utulivu wa ibada na kupunguza usikivu wakati wakiwa katika mafundisho ya kiroho. Hali hiyo imeendelea kuwa mzigo mkubwa kwa waumini hawa wanaotamani siku moja kupata nyumba ya ibada ya kudumu. Kwa majina naitwa Lusingu Ezekia, mchungaji wa Global Mission. Ninayo furaha kuwaeleza kwamba hilo nyuma yangu ni darasa la shule ya primary ya kijiji cha Namalulu. Mahali hapa ni shule, na hili ni darasa ambalo tunalitumia kufanyia ibada. Tuliomba kwa uongozi wa shule pamoja na uongozi wa kijiji ili kutuwezesha kufanya ibada mahali hapa. Hii ni kwa sababu sisi kama kanisa la Waadventista wa Sabato katika eneo hili hatuna sehemu ya kuabudia wala hatuna kiwanja, na kwa sababu hiyo ilitulazimu kuomba darasa hili kwa uongozi ili kutuwezesha kufanya ibada, kwa sababu mahali hapa ni maeneo mapya, lakini pia ni maeneo ambayo watu wanasikia injili ya Yesu na watu wanabadilisha maisha yao. Na kwa hivyo, kwa sababu hatuna eneo lolote ambalo tungelitumia la kuabudia ama kukusanyika mahali pamoja, ndio maana tuliona vyema kuomba ili tuweze kufanya ibada katika darasa hili. Kama unavyoliona darasa ambalo liko nyuma yangu, hilo ambalo tumekuwa tukilitumia katika kufanya ibada. Na ibada hapa zinafanyika kila siku Sabato kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni.
Hii ni kwamba kama ulivyo utaratibu wa ibada, tunakuja hapa saa 2 kamili na ifikapo saa 6:15 tunamaliza ibada, na mara baada ya hapo tunapata mapumziko ya chakula na kurudi tena saa 9 mpaka saa 12. Kwa hivyo kama unavyoona ndio ratiba ya ibada inavyofanyika hapa katika eneo hili la shule. Tumelazimika kufanya hivyo kama nilivyoeleza hapo awali. Hii ni kwa sababu hatuna eneo la kuabudia. Kwa sasa tuko kwenye mchakato wa kuomba wafadhili mbalimbali wa kuweza kutufadhili, kwa sababu tuna waumini wachache na waumini hawa ni wapya kiasi kwamba hawana uwezo wa kununua ama kugharamika juu ya kupata kiwanja, na hivyo tunawasihi wadau mbalimbali wa Injili na wakereketwa kwa ajili ya utume wa Bwana wetu Yesu waliotupatia kuieneza Injili katika maeneo mapya. Nawasihi sana ndugu zanguni, wale ambao mtaguswa na wale ambao wanapenda kusapoti kazi ya Injili, karibuni mtusapoti katika maeneo mapya haya ya huku Masaini na Malulu, ambapo hichi ni kijiji cha kata ya Naberera. Lakini pia sambamba na uongozi wa shule kutusaidia kutuwezesha kufanya ibada katika darasa hili, lakini ziko changamoto ambazo tunakutana nazo tunapokuja kuabudu mahali hapa. Na changamoto mojawapo ni kwamba siku tunayokuja siku ya Sabato, Jumamosi, na pia kuna baadhi ya madarasa ama wanafunzi huja tena kujifunza, yaani wanakuja shule, na hiyo inafanya wakati fulani ibada kutokuwa na utulivu, kwa sababu tunafahamu hali za watoto namna ambavyo wana ghasia nyingi. Kwa hiyo wakati fulani hatui katika utulivu wa ibada. Hiyo ni moja. Lakini mbili, changamoto nyingine, unakuta wakati fulani wakaguzi wa shule ama viongozi wakubwa wa serikali wanapokuja wakati fulani wanakuja siku ya Sabato, uwezo wa kufanya ibada hapa unashindikana. Ilitokea siku moja ambayo ilishindikana kufanyika. Hii ni kwa sababu viongozi kutoka wilayani walikuja kwa ajili ya ukaguzi wa shule, na hii ikafanya kwamba tushindwe. Tulipata taarifa kutoka kwa mkuu wa shule ya kwamba leo haitawezekana kufanya ibada mahali hapa, na kwa hivyo jambo hilo limekuwa ni changamoto, kwa sababu ilikuwa kwamba ilibidi kuanza kupigia washirika mmoja mmoja ili kuwataarifu kwamba mahali pale hapatafaa tena katika kufanya ibada, na ikatufanya kwamba tuwataarifu kwamba tukakutane kwenye mahali fulani. Lakini hapo kwenyewe wengi, kwa sababu hawakufikiria ya kwamba tungeenda mahali pale tofauti na tulipozoea, ilikuwa changamoto, na wengi waumini hawakufika siku hiyo. Kwa hiyo hizo changamoto zimekuwa zikijirudia, na kwa hivyo tumeendelea kubaki tu hapa. Ni kwa sababu hatuna alternative nyingine, hatuna mahali kwa kwenda kufanya ibada mahali kwingine. Kwa hiyo ndio maana tumeridhika na hizi changamoto ambazo zinatukabili. Hii ni kwa sababu hatuna njia nyingine. Kwa hiyo nawasihi, hili mnaweza kuliona na mkaona namna mnavyoweza kusapoti. Tuko na ndugu zetu wa Masai na wamempokea Yesu, lakini ndio hali kama hiyo. Kwa hiyo wote ambao mnaguswa katika kusapoti, ili na sisi tujipatie uwanja hata tuweze kuweka kanisa la muda. Kanisa la muda ingekuwa bora, ili hatimaye kuweza kutatua changamoto hizi ambazo zinatukabili kila siku. Tunafahamu ya kwamba waumini wapya wanapokuja wanatokea kwenye makanisa ambayo ni makanisa mazuri, makanisa yaliyojengwa vizuri. Wanapotoka wanatazamia kuwa na amani, lakini inakuwa ngumu, kwa sababu mara shuleni imegoma, tunaenda tena mtaani, inakuwa ni changamoto. Kwa hivyo Bwana wabariki mnapoguswa katika kusapoti kazi ya Injili katika maeneo mapya Global Mission, katika maeneo ya Wamasai. Nashukuru sana na Mungu awabariki. Pamoja na hayo yote, imani yao bado imesimama.
Katikati ya ukame wa changamoto, bado mbegu ya Injili inaendelea kuchipua na Malulu. Wilaya ya Simanjiro inapatikana katika mkoa wa Manyara. Ni miongoni mwa wilaya kubwa nchini Tanzania kwa ukubwa wa eneo lake. Wilaya hiyo ina ukubwa wa takriban kilomita za mraba 20,591 ikiwa na maeneo makubwa ya vijiji, mapori ya asili pamoja na makazi ya jamii za wafugaji na wakulima. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, wilaya ya Simanjiro ina jumla ya wakazi wapatao 291,169. Licha ya ukubwa wake na idadi hiyo ya watu, bado baadhi ya maeneo ya wilaya hiyo yanakabiliwa na changamoto za miundombinu, huduma za jamii pamoja na upatikanaji wa huduma za kiroho, hali inayofanya juhudi za kuwafikia wananchi katika maeneo ya pembezoni kuwa muhimu zaidi. Hili ni jimbo la kaskazini mashariki mwa Tanzania NETC, mtaa wa Simanjiro ulioko chini ya mchungaji wa mtaa Mchungaji Julius Temba. Mimi ni Zakaria Muganda na hii ni Rombo Mission TV.